Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na wasalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji, naomba nikukaribishe kwenye channel yetu ya Yosh Testimony TV, maana yake ushuhuda wa Yesu. Hii ni channel ambayo inafundisha neno la ufalme wa Mungu hapa duniani. Mpendwa mtazamaji, naomba nikukaribishe ulipokee neno la Mungu na uliruhusu lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku kwa utukufu wa Mungu, sawa sawa na yasemavyo maandiko. Somo letu la leo ni somo la 38 ambao ni mwendelezo wa mfululizo wa masomo yetu kutoka waraka kwa Waebrania. Na kichwa cha somo la leo ni ujasiri utokanao na imani. Ujasiri utokanao na imani, na linajikita kwenye kifungu cha maneno kutoka waraka kwa Waebrania sura ya 11 mstari wa 30 mpaka mstari wa 38. Somo letu litakuwa katika utaratibu ufuatao. Tutakuwa na utangulizi, na baada ya hapo tutaangalia kipengele cha kwanza ambacho ni watakatifu ambao walitembea kwenye imani na kupata ushindi katika mapambano waliokuwa nayo hapa duniani. Alafu tutaangalia vile vile kinachofuata ambao ni watakatifu ambao walitembea kwa imani na wakapata nguvu ya kustahimili mateso na surubu alizokutana nazo hapa duniani. Baada ya hapo tutafanya hitimisho la somo letu la leo. Kwa nianze na utangulizi. Mwandishi anakaribia kumaliza mafundisho ya imani kama yalivyo kwenye sura ya 11 ya waraka kwa Waebrania. Na anataka Waebrania ambao ndio walengwa wake wa kwanza wa waraka huu pamoja na sisi tuelewe kabisa au tujue maisha ya imani ni nini hasa. Kwa hiyo kifungu tutakachosoma leo, Waebrania sura ya 11 mstari wa 30 mpaka wa 38, ni cha muhimu sana kwa kuondoa ukungu na mkanganyiko uliopo kuhusu imani ni nini hasa na ni maisha gani hasa yatokanayo na imani. Na mwandishi atatuonesha kwamba imani ya kweli katika hatua yake ya juu kabisa ni ujasiri. Atatoa mifano itakayoonyesha watu ambao walitembea kwa imani na wakapata ujasiri wa kutoogopa chochote. Na ataonesha kwamba kwa ujumla kwamba katika imani katika kiwango chake cha juu inatupa ujasiri wa kufanya mambo mawili makubwa yafuatayo, au inawezesha haya mambo mawili makubwa yatokee. Jambo la kwanza, imani inatupa uwezo wa kushinda katika mapambano. Hii ameiweka katika mstari wa 30 mpaka wa 35. Na kitu cha pili ni kwamba kutembea kwa imani kwa kiwango hiki cha juu kunatupa ustahimilivu katika mateso. Na hii ameionyesha kuanzia mstari wa 35b mpaka mstari wa 38. Kwa hiyo hebu tusome maneno ya Mungu kuhusu somo la leo ambao ni Waebrania sura ya 11 mstari wa 30 mpaka wa 38. Nitasoma. Kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka zilipokwisha kuzungukwa siku 7. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani. Nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli
na za manabii, ambao kwa imani walishinda miliki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Walikuwa hodari katika vita. Walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo. Naam, kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Hiyo ndio maneno ya somo la leo. Tutaangalia kwanza kipengele cha kwanza kikubwa ni kwamba kutembea kwa imani kunaweza kuleta au kunaleta kushinda katika mapambano hapa duniani. Na mwandishi ametoa mifano miwili mikubwa, alafu ametoa mifano mingine kwa ujumla wake ya watu ambao walitembea kwa imani na wakapata mafanikio katika mapambano. Mfano wa kwanza ambao katika mstari wa 30 unahusu ushindi wa imani katika mapambano. Hii ni katika swala la Yeriko, ambapo Mungu alifanya muujiza ambao unaelezwa katika kitabu cha Yoshua sura ya 6. Mungu alitoa maagizo ambayo yalihakikisha kwamba wakati kuta za mji wa Yeriko zinaanguka, hapakuweko na shaka hata kidogo katika Israeli na katika Kanaani kwamba Mungu ndiye aliyeziangusha. Kumbuka simulizi kwa haraka ni kwamba Mungu aliwaambia wana wa Israeli wauzunguke mji wa Yeriko kwa siku 6, kila siku mara moja. Alafu siku ya 7 wauzunguke mara 7. Na mara ya 7 wapige makelele. Na walipofanya hivyo, siku ya 7, mzunguko wa 7, kuta za Yeriko zilianguka chini. Na kwa hiyo Mungu aliwawezesha Israeli kushinda. Sio kwa kuwa walikuwa na asili yenye nguvu, bali kwa sababu walimwacha yeye awe ndio nguvu yao, kwa kuamini na kutii maagizo aliyowapa. Na alihakikisha kwamba wao na ulimwengu wote watajua ni nani wa kumpa sifa. Kwa hiyo mpango wa Mungu ulizingatia imani ya wana wa Israeli kwake yeye na sio imani katika nguvu zao wenyewe. Na sifa yote aliipata Mungu. Kwa hiyo tunaona muujiza wa kwanza ambao watu wa imani au waliotembea kwa imani waliweza kuupata. Kushinda katika mapambano. Sasa mwandishi anaendelea kutupa mifano mingine ambayo ikiwemo ile tuliyosoma ambayo ni kufungwa kwa vinywa vya simba wakati Danieli alipokuwa kwenye tundu la simba, mstari wa 33. Kuzimwa kwa moto, hii ni wakati Shadraka, Meshach na Abednego walipopita katika tanuru la moto wa Nebukadneza, mstari wa 34. Na ufufuo wa mwana wa mjane wa Sarepta katika mstari wa 35a. Hayo yote ni matendo ya miujiza
kuleta ushindi katika mapambano kwa watu waliokuwa wanatembea kwa imani. Hapa miujiza ni ile hali ya Mungu kuvunja utaratibu wa asili wa namna mambo yafanyavyo kazi, au namna uumbaji unavyofanya kazi na ufanya anavyotaka yeye kwa matokeo chanya kwa wale wahusika. Na katika kila hali iliyotajwa katika mstari wa 30 mpaka mstari wa 35, watu wa Mungu walisaidiwa na kuokolewa kutoka kwenye hatari ya kifo kwa muujiza ambao ulifanyika hapo. Kwa hiyo tunachoweza kusema kwa ujumla ni kwamba muujiza ni njia moja ambayo Mungu hufanya kupitia imani yetu. Yaani kwa muujiza Mungu anatupa ushindi katika mapambano tunayokuwa nayo tukimwamini. Mfano wa pili wa ushindi katika mapambano uko katika mstari wa 31. Na unamhusu Rahabu aliyekuwa mkazi wa Yeriko, tena alikuwa kahaba. Lakini walipokuja wapelelezi wa Israeli, aliwaficha kwa siri na kufanikisha kutoroka kwao baada ya wao kumaliza kazi yao. Na hii ilifanyika kwa kuwa alikuwa na imani na Mungu wa Israeli. Hii inaelezwa katika kitabu cha Yoshua sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 13. Matendo makuu ya miujiza ya Mungu na ukweli kwamba Mungu alikuwa amewapa nchi wana wa Israeli yalikuwa yanajulikana kwa watu wa Yeriko na tuseme watu wa Kanaani kwa ujumla wao. Lakini ni Rahabu tu aliyeonyesha imani na kuamini kwamba akiwa upande wa Israeli ataweza kuokolewa na hukumu ambayo ilikuwa inakuja kupata mji huo, na tuseme unakuja kuipata nchi ya Kanaani kwa ujumla. Yeye aliamini kwamba akiwa upande wa Israeli Mungu atamlinda na hukumu hiyo. Kwa hiyo mwandishi anasema Rahabu hakuwa na taarifa nyingi au bora zaidi kuliko watu wengine, lakini aliamini wakati wengine waliasi. Na kwa hiyo walioasi waliangamia na Rahabu na nyumba ya baba yake na ndugu zake wote waliokolewa. Kwa hiyo mfano huu wa pili unaonyesha dhana nyingine ya tunayoita utoaji wa Mungu. Dhana hii inamaanisha kazi za Mungu zinazodhibiti hali na kuleta tena matokeo chanya kwa watu wa Mungu, kuleta ushindi katika mapambano wanayokuwa nayo. Na mara nyingi sio miujiza kwa maana ya kwamba Mungu anabadili mchakato wa uumbaji unavyofanya kazi. Lakini ukiangalia kwa macho ya nyama huwezi kuona muujiza unatendeka. Lakini kwa jicho la imani utaona mkono wa Mungu usioonekana ukifanya kazi. Kwa hiyo nyuma ya pazia Mungu anakuwa anafanya kazi na analeta matokeo. Na kwa vielelezo hivi, kwa vielelezo zaidi Mungu ametoa mifano ya tunaoita utoaji wa Mungu au msaada wa Mungu, ambako Mungu akiwa nyuma ya pazia anachakata mambo, watu wake wanaishia kupata ushindi katika mapambano, ingawa unakuwa hakuna muujiza wa wazi kabisa kwamba uumbaji umebadili namna unavyofanya kazi. Kwa hiyo ametoa mifano kadhaa, ikiwemo mfano wa Daudi ambaye alishinda falme na kudhibitisha haki, mstari wa 33. Ametoa mfano wa Elia aliyeupuka upanga wa Yezebeli, mstari wa 34. Ametoa mfano wa Gideoni ambaye alitiwa nguvu katika udhaifu, iko katika mstari wa 34. Na kwa wengine wengi walioyakimbiza majeshi ya kigeni, hiyo iko katika mstari wa 34. Na katika matukio hayo yote Mungu ndiye aliyekuwa anafanya kazi nyuma ya pazia, lakini hakukuweko mabadiliko katika namna uumbaji unavyofanya kazi.
Ingawa ni kawaida kwetu kuita miujiza, lakini mara nyingi kitu kinachokuwa kinafanyika ni Mungu akifanya kazi kudhibiti hali na kutupa matokeo ya ushindi katika mapambano yetu ya imani, kwa sababu tunakuwa tumemwamini Mungu. Kwa hiyo unaweza kusema kwa imani watu wa Mungu wanashinda mapambano kupitia utoaji au usimamizi wa Mungu. Hayo ndio mwandishi ameeleza na kutoa hii mifano kuanzia mstari wa 30 mpaka wa 35a. Kwa hiyo kwa kifungu hiki tunaweza kuhitimisha kwa kifupi ifuatavyo. Kwanza, hoja ya mwandishi katika mstari wa 30 mpaka wa 35 ni kwamba matendo haya ya Mungu ya miujiza ya ajabu na utoaji wa Mungu huja kwa imani. Kwa hiyo imani ni lazima iwepo. Kuweko kutarajia, kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo na uhakika wa Mungu asiyeonekana. Mstari wa 30 unaanza kwa kusema kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka. Mstari wa 31 unaanza kwa kusema kwa imani Rahabu hakuangamia. Na mstari wa 33 unasema kwa imani walishinda. Inaendelea na orodha ya wale watu tuliowaona wote ambao walifanya mambo ya ushindi katika mapambano waliokuwa nayo. Kitu kingine katika mifano hii yote ambayo kati mstari wa 30 mpaka wa 35a tunaona uchukuaji wa hatua. Hii ni jambo ambalo tulishalitaja. Uchukuaji wa hatua, kukiri imani na kuionyesha kwa watu wote. Kwa mfano wa Yeriko, kama wana wa Israeli wangepuuza maagizo ya Mungu ya kuzunguka mji kila siku na siku ya 7 kuzunguka mara 7, kwa sababu yalionekana kama mchezo wa kitoto kufuatana na kitu walichokuwa wanataka kitokee, lakini wao kwa utii wa imani waliendelea kufanya na matokeo yakawa ni kwamba kuta zilianguka. Kama wasingefanya hivyo kwa kudai kwa kuwa Mungu si ameshatupa huu mji, sasa tunafanya nini kuzunguka hivyo, matokeo yasingeweza, kuta zisingeanguka tuseme. Kwa hiyo swala la kuchukuaji wa hatua ni muhimu. Kwa upande wa Rahabu, hatua aliyochukua ni ile kuwaficha wapelelezi wa Israeli na kufanikisha kutoroka kwao, kwa sababu imani alikuwa nayo tayari hata kabla hawajaja. Alikuwa ameshaamini kwamba Mungu wa Israeli na amewapa wana wa Israeli nchi ya Kanaani, na kwa hiyo kutokana na mambo ambayo yalikuwa yashawahi kutokea, yaliyokuwa yametokea na ambayo yalikuwa yanajulikana kwa watu wengi, lakini kitendo chake au hatua yake ya kuwaficha kwa amani na kuwafanikisha watoroke ndio kulifanya apate kuokolewa. Kitu cha mwisho katika hiki kifungu ambacho kinaweza kuwa ni msaada wa uelewa wetu ni kwamba inabidi tuelewe kuwa Mungu analeta imani mioyoni mwetu kwa kusudi. Na kusudi hilo linaweza kuwa kubwa kuliko sisi wenyewe. Kwa hiyo wakati tunasherehekea imani kama ushindi binafsi, tusisahau kwamba mara nyingi hatukuokolewa kwa ajili yetu wenyewe. Tunaokolewa ili tumtukuze Mungu kama kitu cha kwanza. Na mkakati wa kumletea Mungu utukufu huo unahitaji tuionyeshe imani yetu kwa wote, ndio Mungu anatukuzwa. Hiyo ilikuwa ni kipengele cha kwanza ambacho kilikuwa ni kwamba kutembea kwa imani kunawawezesha watu wa Mungu wapate ushindi katika mapambano. Kipengele kikubwa cha pili ni kwamba kutembea kwa imani kunawawezesha watu wa Mungu kustahimili wakati wa mateso au kustahimili mateso. Mungu sio kila wakati anatenda miujiza au utoaji wa kimungu kwa ajili ya kuwashindia watu wake katika mapambano yao.
wakati mwingine kwa imani Mungu huwategemeza watu wake kupitia mateso. Kwa hiyo mwandishi amemaliza orodha yake ya mashujaa wa imani kwa watakatifu ambao waliteseka na wengine hata kufa kwa sababu walimpenda Mungu na kutamani kuishi kulingana na imani yao. Na kwa ajili ya imani yao walikumbwa na matatizo yaliyotajwa katika sasa mstari wa 35b mpaka mstari wa 35 au 38. Kwa maneno mengine, kuwa na imani ya kweli katika Mungu hakukuhakikishi faraja na usalama katika maisha haya. Unaweza ukapata matatizo vile vile. Kwa hiyo kuhusu kustahimili katika mateso au kupata mateso wakati unatembea katika imani, mwandishi ametupa mifano kadhaa ambayo inaanzia mstari wa 35b kwa kusema kwamba wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Huo ni mstari wa 35b. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, mstari wa 36. Wengine walitoa gerezani, mstari huo wa 36. Wengine walipigwa kwa mawe na kukatwa kwa misumeno, mstari wa 37. Wengine waliuawa kwa upanga, mstari huo wa 37. Kuna waliozunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, wakiwa wahitaji, wakiteswa na wakitendewa mabaya. Huo ni mstari wa 37b au b. Kuna walioishi katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi kama panya vile. Hiyo iko mstari wa 38. Sasa ndugu mtazamaji, unaweza kuona tofauti zilizoko kwa watu waishio kwa imani ya kweli. Kwa watakatifu ambao wametajwa katika mstari wa 30 mpaka 35a, kuishi kwao kwa imani kulileta furaha na utulivu. Lakini wakati kwa watakatifu wengine ambao wametajwa katika mstari wa 35b mpaka mstari wa 38, kuishi kwao kwa imani kulileta uhitaji, kulileta mateso, hata kifo. Kwa hiyo basi ni wazi kwamba kuishi kwa imani hakuleti uhakika wa amani na utulivu na mafanikio katika maisha haya. Hili mwandishi ameliweka wazi na ndio ilikuwa somo kubwa katika maneno ya leo. Kwa hiyo kwa kuhitimisha tunaweza tukasema yafuatayo. Mungu afanye miujiza na utoaji wa kimungu siku zote ili kuwakomboa watu wake kwa imani. Lakini wakati mwingine kwa imani Mungu huwategemeza watu wake kupitia mateso ya kutisha kama tulivyoona hapo. Hiyo orodha ambayo iko katika mstari wa 35 mpaka 38. Kuwa na imani sio jambo linaloamua ikiwa utateseka au la, bali Mungu katika ukuu wake, mapenzi yake, hekima yake na upendo wake ndiye anayeamua. Hilo lazima tulielewe hapa. Na kwa hiyo ni faraja kubwa kwa Mkristo kujua kwamba ni Mungu tu mwenye maelezo kujua juu ya maumivu unayoyapata au furaha unayoipata. Badala ya wewe ukawa unaumiza kichwa chako kuna kufikiri unateseka au unapata shida kwa sababu huna imani ya kutosha. Hapana. Mungu ndiye anayejua hali ulionayo na ndiye anayehusika. Kwa hiyo basi tumtumaini Mungu kwa sababu ukiishi kwa imani au ukifa kwa imani, juu ya kwamba Mungu tu ndiye anayewatunza wale wanaomtumaini. Mtume Paulo amesema kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Na hatimaye ni Mungu na sisi ambaye anaamua ni lini na ni kwa jinsi gani tuishi na tufe. Ana makusudi yake yamefichwa kwetu na
Imani inamaanisha tuamini kuwa makusudi yake ni mazuri. Kitu kingine ambacho tunaona hapa ni kwamba sifa ya pamoja ya imani iletayo ushindi katika mapambano na ile imani inayostahimili mateso au inayowategemeza watu wa Mungu katika mateso ni hii. Zote mbili zinahusisha kuamini kwamba Mungu ni bora kuliko kile ambacho uhai unaweza kutupa sasa au dunia inaweza kutupa sasa, na ni bora zaidi kuliko kile ambacho kifo kinaweza kuchukua baadaye. Kwa hiyo tunachoweza kupata sasa, whether tuko kwenye furaha au tuko kwenye mateso, sio bora kuliko Mungu. Kwa hiyo unapopata vyote, imani bado inasema kwamba Mungu ni bora. Na unapopoteza vyote, imani bado inasema Mungu ni bora. Sasa je, imani inaamini nini wakati wa mateso? Maana hili ndio swala ambalo watu wengi wanajiuliza. Kwamba ikiwa Mungu ananipenda angenitoa katika hili? Hapana. Imani inaamini kwamba kuna ufufuo kwetu wa Kristo ambao ni bora kuliko muujiza wa kukwepa mateso. Kuna muujiza wa ufufuo ambao ni bora kuliko kukwepa mateso. Mtoto wa mjane wa Sarepta alifufuliwa, lakini alikufa tena. Kwa hiyo kikubwa hapa ni kuwa na matumaini katika ufufuo ujao. Kwa maneno mengine, imani inampenda Mungu kuliko maisha. Imani inampenda Mungu kuliko familia. Imani inampenda Mungu zaidi ya kazi au biashara au huduma. Imani inasema hivi: ikiwa Mungu atanipa furaha na amani au atanipa mateso, bado ninampenda. Hiyo ndio imani tunayotembea nayo. Yeye ndiye thawabu yangu. Hiyo tumeliona katika sura ya 11 mstari wa 6. Yeye ndiye mjenzi wa mji nao utamani. Hiyo tumeiona katika sura ya 11 mstari wa 10. Na yeye ndiyo hazina bora kuliko utajiri wa Misri. Tumeiona katika sura ya 11 mstari wa 26. Wale wanaompenda Mungu kuliko maisha na wako tayari kuteseka huku wakingojea kitu bora kuliko ambacho dunia inaweza kutoa, ni zawadi kuu ya Mungu kwa ulimwengu. Tusome tena mstari wa 37 na wa 38 ambao ndio tunamalizia. Unasema hivi: walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Mstari wa 38, watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika masimo ya nchi. Je, ina maana gani kwamba ulimwengu haukustahili kuwa na watu hawa? Hawa ni watu wasiojulikana, watu wasio na kitu, watu wasioonekana, wanaonekana kama wamelaaniwa. Lakini mwandishi anasema dunia au ulimwengu haukustahili kuwa nao. Hiyo inamaanisha nini? Ina maana walikuwa zawadi kwa ulimwengu na ulimwengu haukuwastahili. Kwa hiyo basi, ndugu mtazamaji, mambo mengi katika maisha haya ni kinyume kabisa na jinsi yanavyoonekana. Na hapa kuna mfano mmoja tu ambao tumemaliza nao katika mstari wa 38 na 37. Wakati watoto wa Mungu wa thamani wanaruhusiwa kuteseka, kukataliwa na kutendewa vibaya, Mungu anakuwa anatoa zawadi kwa ulimwengu. Anaupamba ulimwengu,
anamwaga mapenzi yake juu ya nchi, kwa sababu katika wale wanaoteseka na kufa katika imani wakimtumaini Mungu, ulimwengu unapewa ujumbe na picha. Na ujumbe huo au picha ni kwamba Mungu mwenyewe ni bora kuliko uzima. Hebu tumini, tubuni na kumwamini Mungu. Ndugu mtazamaji, kama wewe ni mmoja wa wale ambao hawajamwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuomba utafakari kwa kina sana maneno uliyoyasikia katika somo hili, ambalo tumeona kwamba imani ya kweli ya Mungu wetu inaweza kutupa ushindi katika mapambano tunayopata hapa duniani, lakini vile vile inaweza kututegemeza katika shida na mateso tunayokuwa tunayapata hapa duniani. Kwa hiyo kama umeamua kumfuata Yesu awe Bwana wako na Mwokozi wako, naomba tuombe pamoja sala hii. Bwana Yesu, ninakiri mimi ni mwenye dhambi na nahitaji msamaha wako. Niko tayari sasa hivi kugeuka kutoka katika dhambi na kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu binafsi. Na bisha kwako na kukuomba umtume Roho wako Mtakatifu anijaze nguvu na tumaini na nguvu mpya. Katika jina lako Yesu ninaomba haya na kuamini. Amina.